Ukizunguka katika mji huu utapata historia ambayo pengine hamwezi kuipata katika sehemu nyingine za nchi. Ukiangalia katika historia ya vita ya ukombozi wa bara la Afrika, moja kati ya vita ambayo ilipigana kwa muda mrefu sana ilipigana hapa Songea, katika eneo dogo sana, ofisi ya mkuu wa mkoa pale na eneo lile la Maenge dogo kwelikweli, lakini vita ilipigana kwa miaka miwili. Pana historia kubwa ambayo unaweza kujifunza. Hivyo niwakaribishe sana sana katika mji wa historia. Tunajua ni mwenyeji sana hapa, lakini leo umekuja kama mgeni, sisi ndio wenyeji wako. Kwa hiyo tunakaribisha sana nyumbani kwako, tukaribishe sana jimboni kwako, tukaribishe sana katika mkoa wa Ruvuma, lakini kwa namna mahususi tukaribishe katika mkutano huu mkuu maalum. Mheshimiwa rasmi, nilivyoambiwa niongee, napata wakati mgumu sana. Napata wakati mgumu kwa sababu ya nafasi mbalimbali ninazoshikilia katika hafla hii. Kwanza, mimi ni mbunge wa jimbo hili la Songea mjini, na shughuli hii inafanyika jimboni kwangu, na hasa katika mwaka huu wa 2025 mbunge ukipewa nafasi uongee, unamwona kila mtu kama vile ni mjumbe waanze kuomba. Lakini Machungu, rafiki yangu Machungu, nilikuwa naye jeshini JKT Mlale, amenikumbusha bwana, hapana, huu sio mkutano wa Chama cha Mapinduzi, huu ni mkutano wa ari. Kwa hiyo katika ubunge wangu inabidi nichague ya kusema ili mwenye dhamana ya katiba na sheria. Katika nafasi ya tatu, mimi nimekuja kama moja kati ya waanzilishi wa jukwaa la walimu, na mimi nilikuwa trainer wakati ule, ndio maana nipate heshima na mimi kuwa mwanzilishi. Lakini nafasi ya nne, mimi ni caretaker minister wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nchi yetu ina mfumo wa kuwa na caretaker minister, mfumo ambao nchi nyingine haupo. Kwa hiyo waziri na naibu waziri asipokuwepo, caretaker minister anafanya kazi kama waziri wa wizara ile. Sasa nasimama hapo, mheshimiwa mgeni rasmi, nikiwa na nafasi hizo nne. Hivyo inanipa ugumu sana niongee nikiwa na nafasi hii. Lakini kwa kuwa ni mwaka wa uchaguzi, hebu nianze na ubunge. Wewe unajua vizuri hilo. Lakini sio tu mbunge, ni mbunge ambaye umeacha alama kubwa sana katika jamii. Wakati unachukua viti kama mbunge, barabara ya lami hapa Songea ilikuwa moja tu, inaanzia pale ofisi za bima Songea na Wasongea. Lakini wewe ni mbunge wa kwanza katika mkoa wa Ruvuma kujenga shule ya sekondari kwa kutumia fedha zako, na shule hiyo imepewa heshima kuitwa jina lako, Dr. Emmanuel Nchimbi. Na mimi niliongezea heshima mwaka 2020 kwa kujengea bwalo zuri sana ili kutunza heshima ambayo umeanzisha. Lakini wakati wako ndio ulikijenga Chama cha Mapinduzi hapa na kuongeza wanachama wengi sana na kukifanya kiwe imara zaidi, kuendelea kuwa ngome ya CCM kitaifa. Leo umerudi ukiwa na nafasi nyingine. Wakati ule mimi nilikuwa mpiga kura wako, lakini leo mheshimiwa mgeni rasmi, wewe ni mpiga kura wako. Kwa hiyo katika mwaka huu wa 2025 ninaomba kura yako. Kama ulivyoomba kura yangu wakati ule, na mimi naomba ya kwako. Na sina shaka na hilo.
naamini utaendelea kuwa mwema kwa Wanasongea kama ambavyo watu wengi inawezekana hawakujui nje ya mkoa, lakini sisi ambao tunakujua hatujawahi kuwa na chembe ya shaka juu ya uwezo wako katika uongozi. Hatujawahi kuwa na wasiwasi wowote juu ya uchapakazi wako na uadilifu wako. Ndio maana siku hiyo ulipoteuliwa, ulipopendekezwa na Mheshimiwa Rais na kupitishwa na mkutano mkuu kuwa mgombea mwenza, sisi Wanahuruma tulifurahi. Baada ya mkutano ule tumerudi Songea, mwenyekiti wangu wa CCM mkoa akaniuliza, Damasi, kwa nini ulishangilia ukapanda kwenye kiti? Maana nilishangilia kwenye ukumbi ule mpaka nikapanda juu ya kiti. Nilisema kwamba nilishangilia sio kwa sababu tumempata mtu wa kutoka Songea. Nilishangilia kwa sababu nchi imepata kiongozi sahihi. Kwa sababu anaweza kuwa ndugu yako lakini akawa ni mweu tu. Furaha yetu ni kwamba nchi imepata mgombea mwenza sahihi ambaye ataitoa nchi hii na kumsaidia Mheshimiwa Rais kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kuwaletea Watanzania maendeleo. Mimi sasa binafsi ile sasa kwamba ni mpiga kura wako. Kwa hiyo wakati nitakuja kwako Mheshimiwa mgeni rasmi kama mbunge wako kukuletea hoja za jimboni kwako. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiwa kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, nimesimama hapa kwa kuwa majukumu wanayotekeleza wadau wa habari ni majukumu ya kikatiba, majukumu yanayotokana na ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuwa mimi ndio nina dhamana ya kusimamia katiba, nina furaha kuwa hapa na kueleza kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Mama Samia, serikali ya awamu ya 6 kupitia Wizara ya Katiba na Sheria tunawaunga mkono sana na tunashikamana na waandishi wa habari kuhakikisha kwamba nchi yetu inapata maendeleo zaidi. Na hii ibara ya 18 ambayo tumesema Mheshimiwa mgeni rasmi haikuwepo mwaka 1977 wakati katiba inatungwa. Haikuwepo. Iliingizwa mwaka 1984 kwenye mabadiliko ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo yaliingiza haki za binadamu. Na nisema hili Mheshimiwa mgeni rasmi ili tuweze kujua ya kwamba katiba yetu imekuwa ikifanyiwa mabadiliko mengi. Mpaka sasa tumefanya mara 14. Hata Wamarekani nao wenzetu wanafanya mabadiliko. Wao waliingiza uhuru wa habari katika mabadiliko ya kwanza. Sisi tuliingiza uhuru wa habari katika mabadiliko ya 5. Kwa hiyo kama waziri mwenye dhamana ninasema bado tuko pamoja, serikali inaunga mkono. Mabadiliko ya 14 yaliboresha zaidi ibara ya 18 ili kuhakikisha kwamba wadau wa habari wanafanya vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadhara hii sio ya kwako. Hadhara hii ni ya kwako. Nipate heshima ya kusalimia kama mbunge mwenyeji, kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, lakini kama mdau mwanzilishi wa Tanzania Editors Forum ambayo ni furaha zaidi kuona inakwenda vizuri. Ndugu zangu, wadau wenzangu, niwaombe tuendelee kuiunga mkono serikali ya Daktari Samia ili tuwarudishe mema yale mazuri ambayo Mama Samia anawafanyia Watanzania na nchi yetu iweze kusonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, nakushukuru sana 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 kwa heshima hii.